Okay, umesema unaye mtu mwenye kipaji cha kuimba, si ndio? Manake wewe umekutana naye vipi? Unajua, unapotaka kuwekeza jambo lazima uangalie sehemu ambako una uhakika hii itakulipa kwa 100%, sio 50. Hapana, kwa sababu sisi tunafanya kitu ili tupate faida, yani tunawekeza. Kwa hiyo una uhakika kabisa na kipaji, au tunataka tupoteze hela zetu tu hapa bila mpango wote? Ndio, yupo bosi, anaimba vizuri tu. Huyo mtu mimi nilikutana naye sehemu moja, kulikuwa baa. Sasa akawa katika anaimba nini, mimi nilikuwa nakunywa chai pale. Nilivyomuona nikasema huyo atatufaa boss. Kwa hiyo anaimba vizuri tu, tena uzuri wake anatumia na gitaa, yani anaimba huko anatumia gitaa, tofauti na wale wengine sijui ana rekodi. Ana uwezo wa kuimba ile live show, yani kwa kutumia vyombo tu, kwa jinsi ninavyomuona, ila ana nyimbo hata moja, lakini anaimba. Ni msanii mzuri, anaonekana sema amekosa tu promo. Kwa hiyo yuko vizuri tu. Sawa, mimi nakusikiliza wewe kwa sababu wewe ndio umesema umemuona. Kwa hiyo kama umemuona maana yake unamwamini, si ndio bana? Basi tufanye kitu kimoja, sawa? Mimi uniache kwanza wiki 2 hizi, nitaenda Dubai. Nikishatoka Dubai, alafu mimi naye tutawasiliana, sawa? Utamuita huyo mtu, tutaonana na nitakwambia tuonane sehemu gani. Basi haina shida, wewe mwandae, mwambie tu siku yote mimi nikirudi nitawasiliana na wewe. Basi haina shida boss, hiyo haina tabu yoyote. Kwa hiyo baada ya wiki 2 ndo utarudi. Basi sawa, mimi nitamwambia. Najua pale sitamkosa pale napokwenda kunywa chai boss, pale sitamkosa pale kwenye cafe. Kwa hiyo nitaenda, alafu nitaonana naye. Najua tu mida yake kama hii ya jioni. Kwa hiyo nitaonana naye, nitaongea naye, nitamwambia kila kitu. Basi haina shida boss wangu, utakuwa umefanya la maana. Lazima tufanye jambo zuri kabisa ili tuwekeze. Haina shida bana, hiyo imeisha. Basi sawa, basi wewe fanya hivyo, kaonane naye, kaongee naye, umweke sawa, ili kama yuko tayari basi tumwangalie, tukarekodi pale ngoma, alafu tujue mziki wake utafika wapi. Basi haina shida, imeisha hiyo. Sawa, unasikia? Sasa hapa cha kufanya bora uwe kama hivi, umesikia? Takuwa nasoma kipindi cha jioni kama hivi, wanafunzi wote wakiondoka, wewe utakuwa wa mwisho, utabakia hapa, nitakufundisha tuisheni mwanzo mwisho. Nataka wewe bwana ufaulu, yani uwe wa kwanza kabisa hapa darasani, wewe ache waondoke, sawa? Mimi nitakufundisha wewe mpaka mwisho. Tena nakwambia hivi, nataka wewe nikufundishe ufike mbali zaidi. Yaani masomo ya jioni kila siku lazima usome. Yaani ukae vizuri zaidi. Maana unaonekana kabisa hujakaa sawa. Nataka ujue Kiingereza na Kiswahili na kila kitu na mahesabu yote. Lengo langu mimi wewe ufanye kazi benki bwana. Nataka ufanye kazi benki pale utulie. Sawa sawa bana. Umesikia mwanangu wewe? Nataka utulie kabisa. Sasa mambo ya michezo mimi sitaki. Kama hivi ukitoka darasani wewe unakuwa wa mwisho. Tunaongozana wote mpaka nyumbani. Umenielewa vizuri? Masomo ya ziada utasoma hapa. Baba mwenye kabla nisingue mimi hata spendi yenyewe zangu utamondoka. Wakia siku namba mimi baki hapa. Yani sasa na baki hapa ni hapa njanya na nyuma. Yani sijui kwa nini, yani baba unapenda kunifuatilia kweli, yani kwenye masomo, yani mimi sipendi kweli yani. Sasa hivi kwenye ndoke nje zangu nyumbani changangalia katuni bwana, na nisome tu hapa bwana. Sasa nifundisha kaka na ndoke zangu bwana, mimi sasa nikaanza kukaa hapa muda wote njaa tu bwana, nisokota kweli yani baba, afuna nionee kweli yani, si kwa nini yani. Mbona dada yangu pale muonyei kasika namba some mia tu, dada yangu pale ondoka mapema tu. Nipanya, acha ujinga, umeelewa wewe? Acha ujinga kabisa. Huyo dada yako na wewe ni sawa. Yule dada yako anaolewa. Hata kama hajasoma vizuri na hata kama akifeli hakuna shida yoyote. Mwenzako anaolewa yule, hamna tabu yoyote. Wewe ndio utakuja kupata tabu, umeelewa wewe? Kwanza yule dada yako mwenzako msikifu anaelewa. Sasa wewe uelewi kitu chochote. Hata hesabu 1 jumlisha 1 unasema ngapi wewe? Mbona unakoseaga mahesabu hapa? Lazima nikazane na wewe. Wewe ndio mtoto wa kiume, umeelewa bana? Baada ya kuondoka mimi wewe ndio utashikilia familia. Sasa ukizingua kama hivi inakuaje bana? Hapo utasoma mpaka saa 8 utaondoka hapa. Tena saa 10 nimekuongezea. Katuni kitu gani? Katuni na wewe ni sawa. Katuni wewe ni mtoto mdogo. Katuni unatakiwa angalia watoto wadogo. Wewe mtoto mdogo. Hebu soma bwana hapa. Ukiwa na maisha yako utaangalia hizo katuni. Kwanza huko.
Soma huko. Katuni. Kwenda zako huko bwana. Nitakupiga mikofi sasa hivi hapa. Lakini nimekubali kishingo upande baba. Pia bani nifundishe basi nyanja zangu nyumbani. Huyo dada yetu mwanamke tu, mimi mwanaume ndio. Mimi naweza nikaasa peke yangu. Hata kama kaolewa fresh kaolewa kimbongo wake mimi nitaoa. Basi cha baba nimekubali na nifundishe basi niondoke zangu. Nitakubali baba yangu, nimekubali, najua unapenda maendeleo yangu bwana. Amani kaka, nimekuona pale unaimba na siku zote nakuonaga ukiimba. Sasa ndio maana nikakuomba uje tuongee, nisikilize, nikwambie. Mimi nataka wewe tufanye kazi pamoja. Nataka ufanye kazi hiyo ya kuimba mziki. Nikupeleke studio ukarekodi, alafu tukutafutie show ya kufanya. Je, utakuwa uko tayari kwanza? Hakuna noma wala nini, yani mimi naimba fresh tu kama ulivyoona pale nikiwa naimba. Yani mimi naimba pigo zote, naimba hip hop, naimba R&B, naimba bongo flava, zote mimi nazichana, yani napiga kwa pamoja, umeona eh? Kwa hiyo ni wewe tu mwenyewe ukisema kwamba tunaingia kwenye mkataba fresh, mimi naimba poa. Mimi niko tayari, mimi mwenyewe natafuta sema, mimi niko natafuta sana yani watu ambao wataweza kunisaidia ili nitoke. Kwa hiyo afadhali, yani imekuwa kama bahati, yani wanasema Mungu si Asumani, imekuwa kama bahati, kama umejitokeza wewe basi hakuna noma. Kwa hiyo sasa tunaanza lini, labda mambo ya kwenda studio na nini, kuanza kuimba nini? Na mimi nataka sana nionekane nini, niwe msanii mkubwa sana kuliko wasanii wengine wote hapa nchini yani. Hiyo ndio ni ndoto ya kila msanii hapa. Kila mtu anataka kuwa mkubwa kuliko mtu fulani. Cha kwanza kabla tujafanya chochote wala kukupeleka huko studio, nataka nijue tu wewe unaishi wapi, unaitwa nani, mama yako yuko wapi, ndugu zako akina nani, ili tupate kukujua. Hata kama nikikujua unaweza kupata tatizo lolote, najua wapi pa kuelekea. Umeona? Kwanza lazima tutambulishane, tujuane. Mwenzangu unatokea wapi, na mimi nitakutambulisha jina langu nani na natokea wapi na nafanya nini. Sawa? Hiyo ndio cha msingi zaidi. Hiyo ndio cha msingi kweli zaidi. Bana mimi naitwa, yani jina langu kabisa wananiita Kitufe, lakini jina la kisanaa ndio hilo Kitufe, yani Kitufe boy. Bana mimi bwana nakaa mji mmoja pale Mwananyamala, pale hospitali kwa nyuma pale. Ndio mimi napokaa pale, yani pale ukija ukiniuliza tu bwana, namuulizia Kitufe nini, unanipata pale, yani fresh tu, yani pale ile good, yani fresh yani. Mimi wazazi wangu wapo pale yani pale Mkunguni pale nini pale, ukija pale yani fresh tu, hata kama ukitaka twende nini fresh, tunaenda fresh kama kawaida. Ndio hivyo bana, mimi niko tayari sana kufanya kazi na wewe. Kitambo sana ilikuwa ndoto yangu kama hivyo ninavyosema nini, basi fresh. Sijui sasa wewe na jitambulisho, unatokea wapi nini, tujuane yani, si unajua tena tushakuwa familia yani. Mani, una jina zuri Kitufe, ameendana kweli na wewe, yani safi sana. Hilo ndio jina zuri la kisanaa. Basi mimi wananiita Madam Mlia. Kwa hiyo mimi naishi zangu Masaki. Mimi bwana na bosi wangu. Kwa hiyo huyo bosi nilimshawishi kwamba kuna msanii namuona anaweza katupa mafanikio. Kwa hiyo ndio maana hivyo nikaja kuongea na wewe. Lakini bosi wangu mimi kaenda Dubai. Baada ya wiki 2 ndo atarudi. Kwa hiyo atakaporudi nitakukutanisha naye na nitakuja naye mpaka huko kwako, huko kwenu unapokaa. Sawa? Wala usiwe na shaka. Kikubwa tu utanipatia namba zako. Bana hiyo imeisha kabisa, yani hakuna shida yote, nitakupa namba zangu nini fresh, yani good, yani hakuna noma bana fresh. Basi tutamsubiri mpaka arudi kutoka huko Dubai, alafu tutafanya kitu ngoma za ajabu. Umesikia sister? Yani mimi nachana kinoma yani. Alafu nikwambie kitu kimoja, mimi najuana na baadhi ya wasanii wachache sana, sio wengi, lakini nimeshahaso sana, nimetafuta kichizi sana yani ili nitoke, yani nimeshangaika sana yani, nishadhalilika sana yani. Na ndio maana mwisho wa siku nikaona bora zangu nije zangu hapa nini, ninapiga vile mtu kama na hela nini ananigaia, ndo kama vile ulivyokuwa na wewe yani, mtu akiona 100 ananichangia ili nipate hela kwenda studio. Kwa hiyo imekuwa kama zali yani, ulipotokea wewe nini ile fresh yani, kama mseleleko yani. Mimi nashukuru sana Mungu yani, si unajua tena. Basi pamoja sana sister, tutakuwa pamoja, alafu ile fresh yani nitakupeleka home nini ukapaone yani, pamoja sana yani sister. Hakuna tabu hakuna tabu yote. Utanipa namba zako, basi atakaporudi nitakuja, nitakutafuta, nitakuja huko Mwananyamala. Sawa? Tuko pamoja, wala usijali kaka. Lexi, umeshaanda kila kitu sawa? Umesha booking kabisa hoteli huko Dubai?
ili tukitakaposhuka tujue kabisa tunaenda hoteli gani. Kila kitu someka sawa kama vile nilivyokuelekeza Wala usipate shida. Yale utola shida kabisa bosi wangu lale. Ili kila kitu shakeka sawa. Yale mambo yote yako vizuri kabisa. Tena nimebuki ile hoteli kubwa ile ya ghorofa 5 ile mnyeto 5 nasema ile. Nimebuki hoteli ya kutosha bosi wangu. Wala usiwe na pressure kila kitu. Yani nimebuki kabla ya mwezi mmoja. Yani kabla ya siku 3 mbele yani. Hakuna tabu yoyote yani. Ni kiasi cha pale kwenda pale tutakapokwenda pale basi tunaingia hotelini kule. Kila kitu kipo sawa bosi wangu. Wala ondoa shaka. Kuli sana. Mimi ndo maana nakukubali sana Alex. Yani ukipoa kazi unafanya kazi. Huwezi kukaa bila kazi. Ndo maana mimi nakuweka wewe na kwa mtu wangu wa kulia. Maana hata kama nikisafiri kwenda Ulaya wapi huwa napenda kwenda na wewe. Basi umefanya kitu kizuri sana. Sasa vipi kuhusiana na wale jamaa wanaotaka kuwekeza pale katika ile sehemu yetu, wale wanaotaka share au nafikiri tukirudi ndo tutadili nao. Sasa cha kufanya sasa ni kutoa mikakati huku tutakapokwenda, ni tunaenda kuongea na wale wafanyabiashara, alafu tujue tunafanyaje baada ya kurudi, si ndivyo bwana Alex? Au unasemaje? Nachosema la mimi ndo nakifuatisha hivyo. Sasa mimi nafanya mara mbili yake, ile nafanya kwenye ubora zaidi, yani nafanya kwenye ubora zaidi, yani kitu kinakuwa bora. Sasa kuhusu na mambo ya kuja kule Dubai, tukishafika pale wale watu wale tayari nilishawasiliana nao. Kwa hiyo kila kitu limekeweka sawa. Yani nikaanza kwenda pale kusaini tule mkataba wao na kisha tuanze mradi wao. Yani kila kitu kipo sawa bosi wangu. Wala usio na tabu yoyote. Yani unapokandana na mimi wananiita Alex, mimi mambo yote yanakaa sawa. Wala usio na tabu yoyote bosi wangu. Yani kila kitu kipo good, yani fresh tu. Hakuna tabu yoyote bosi. Hakuna shida yoyote yani. Unazidi kunifurahisha. Na tukitoka huko Dubai tukirudi nitakupandishia mshahara, alafu nitakupa kitengo kikubwa zaidi utakisimamia wewe na kila kitu utakifanya wewe. Basi tuombe tu turudi salama. Maana yake umenisaidia sana na umefanya kampuni yetu ikue. Kampuni singekuwa bila wewe Alex. Umejitahidi sana. Inabidi nikupe cheo na nikupandishe mshahara pia. La bosi wangu yale itachukulu kweli yale, lakini usijali, wacha kwanza tubalize jambo hili hapa, ili tukitakaporudi kwetu Tanzania kule ndo mambo hayo tutaongelea vizuri. Bwana usio na chaka yoyote boss. Mimi nafanya kwa ajili yangu na kwa ajili ya kampuni. Mara sisi tumetoka mbali kweli yani. Na mimi wewe nakuamini, na ndio maana la mimi, kwa sababu mimi na wewe tunaendana na wewe ni boss mzuri kweli. Na ndio maana nafanya vitu vyako kwa usarifu kabisa. Yani kile ungekuwa bote mbaya miaitomea hicho wala nisingefanya mambo yote bwana. Tutakusingi bwana, twende tukafanye mambo mazuri huko, alafu tutakaporudi tutaongea vizuri mezani bwana.